Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran, Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, alijeruhiwa wakati wa vita vinavyoendelea ambavyo vyombo vya habari vya Iran vinaviita vita vya Ramadhan. Wakati wa kutangaza kupanda kwake madarakani, watangazaji wa televisheni ya serikali walimtaja Mojtaba Khamenei kuwa janbaz, neno la Kiajemi linalotumiwa kumaanisha mtu aliyepata majeraha vitani kutokana na mashambulizi ya adui. Hata hivyo, vyombo vya habari vya Iran havikutoa maelezo zaidi kuhusu aina au kiwango cha majeraha hayo. Mojtaba Khamenei hajawahi kuonekana hadharani tangu vita vilipoanza. Alitangazwa kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran usiku wa kuamkia leo baada ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei kuuawa katika shambulio la anga la Israel mjini Tehran tarehe 28 Februari. Ripoti za Iran pia zinaeleza kuwa mama yake Mojtaba alifariki katika shambulio hilo hilo. Uteuzi wake umefanyika wakati mvutano mkali wa kijeshi ukiendelea kati ya Iran, Marekani na Israel. Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ametumia miongo kadhaa kusoma masomo ya juu ya dini ya Kiislamu katika taasisi za kidini nchini Iran. Alianza masomo yake ya seminari mjini Tehran katika shule ya kidini iliyoanzishwa na mwanazuoni mashuhuri Ayatollah Ahmad Mojtahid Tehran. Wakati wa vita vya Iran na Iraq, Mojtaba alijiunga na vikosi vya kujitolea vya Iran na alikaa katika mstari wa mbele wa vita. Baada ya vita kumalizika, aliendelea na masomo yake ya kidini katika mji wa Qom ambao ni moja ya vituo vikuu vya elimu ya madhehebu ya Kishia duniani. Kwa miaka mingi alisoma fiki ya Kiislamu na kanuni za sheria ya Kiislamu chini ya wanazuoni kadhaa mashuhuri. Kwa ujumla, alitumia zaidi ya miaka 17 katika masomo ya juu ya fiki na theolojia ya Kiislamu. Sambamba na masomo yake, Mojtaba Khamenei alianza kufundisha masomo ya dini katika seminari ya Tehran na baadaye Qom. Kozi zake za juu za fiki na kanuni za sheria za Kiislamu zinazojulikana kama Dars-e-Haraj zilivutia mamia ya wanafunzi wa seminari. Utafiti wake wa kielimu umejikita zaidi katika fiki ya Kiislamu, kanuni za sheria ya Kiislamu na tafiti za hadithi za Mtume Muhammad. Mbali na kufundisha, Mojtaba Khamenei pia ameunga mkono kuanzishwa kwa vituo vya elimu na tafiti za dini vinavyolenga kukuza masomo ya Kiislamu na mafunzo ya seminari. Baadhi ya taasisi hizi pia zinahusisha programu za kijamii zinazolenga kusaidia jamii zenye kipato cha chini. Mwaka 1997 Mojtaba Khamenei alimwoa Zahra Haddad Adel, binti wa mwanasiasa wa Iran Ghulam al-Haddad Adel, ambaye ni mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini humo. Katika maisha yake ya kisiasa na kidini, Mojtaba Khamenei amedumisha mahusiano ya karibu na wanazuoni wakuu wa dini, wasomi na viongozi wa kisiasa wa Iran. Pia amekuwa na uhusiano na viongozi wa kile kinachoitwa Axis of Resistance, akiwemo kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah pamoja na jenerali wa zamani wa Iran Qasim Soleimani aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Quds cha IRGC.